Jeshi la Marekani limethibitisha kuwa watu 6 wamefariki baada ya ndege ya mafuta kuanguka magharibi mwa Iraq. Ndege hiyo ilikuwa aina ya KC-135 kama hiyo hapo, iliyotumika kujaza mafuta kwenye ndege zingine zikiwa angani. Maafisa wanasema ndege 2 zilihusika katika kile ilichokielezea kama tukio la angani ambalo halikusababishwa na mashambulizi ya adui wala rafiki. Ndege ya pili ilitua salama. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema Marekani imeangamiza wanajeshi wa utawala wa Iran wenye msimamo mkali kwa njia ambayo dunia haijawahi kuiona. Hegseth anasema kuwa jeshi la Iran limedhoofishwa kwa sababu jeshi la anga la Marekani na Israel haliwezi kushindwa na mashirika yake ya kijasusi yanazidi kuboreshwa zaidi. Vile amesema kiongozi mkuu mpya wa Iran Mujtaba Khamenei yuko mafichoni na huenda ikawa amejeruhiwa vibaya. We're on plan to defeat, destroy. Tuko katika mpango wa kushinda, kuharibu na kuzima uwezo wao wote wa kijeshi kwa kasi ambayo dunia haijawahi kuona. Lakini si kwamba Iran haina jeshi la anga linalofanya kazi, au kwamba jeshi lao lote la wanamaji liko chini kabisa ya Guba, au eti kwamba makombora yao yanapungua kila siku. Or their missile force is shrinking daily. Muhimu zaidi ni kuwa hawana uwezo wa kuunda jeshi tena. Hilo ndilo jambo muhimu zaidi ambalo ningependa kusisitiza hii leo. Hivi karibuni majeshi yote ya ulinzi ya Iran yataangamizwa. All of Iran's defense companies will be destroyed. Iran ilitekeleza msururu wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora dhidi ya mataifa jirani yenye kambi za kijeshi za Marekani. Kulingana na vyombo vya habari vya serikali nchini Oman, watu 2 waliuawa na vifusi baada ya ndege zisizo na rubani kuanguka. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia nayo imesema vikosi vyake vilizuia ndege kadhaa zisizo na rubani. Huko Dubai, mamlaka imesema vifusi kutoka kwa shambulio lililozuiwa viligonga jengo katika wilaya ya Kati, huku moshi ukionekana ukipanda juu katika jiji hilo. Vikosi vya ulinzi vya anga vya NATO mashariki mwa Mediterranean vimedungua kombora la 3 la kibalistiki lililorushwa kutoka Iran kuelekea Uturuki. Awali kulikuwa na ripoti za ving'ora kulia katika kambi ya anga ya Incirlik kusini mwa Uturuki, ambacho ni kituo muhimu cha NATO mahali palipo na vikosi vya Marekani. Israel pia iliongeza operesheni zake dhidi ya mshirika wa Iran Hezbollah nchini Lebanon. Kwa upande mwingine, kundi hilo linaloungwa mkono na Iran limeendelea kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea Israel na kuwajeruhi watu kadhaa kaskazini mwa taifa hilo. Mjini Jerusalem kulikuwa na ving'ora usiku kucha katika maeneo mengi. Mamlaka ya Lebanon imesema kufikia sasa zaidi ya watu 680 wameuawa. Tangu mzozo huo ulipoanza karibu wiki 2 zilizopita, kama anavyoarifu Wire Davis katika ripoti inayowasilishwa na Ron Clifford. Saa 3 asubuhi na vitengo vya ulinzi vya raia vya Nabati vinajibu shambulizi la kwanza la angani siku hiyo. Ni jengo la makazi lililo juu ya maduka. Israel haikusema kwa nini jengo hilo lililengwa, lakini hili ni shambulio la kwanza kati ya mengi ambayo timu hii itaitwa kuyashughulikia hii leo. Tunajua kufanya kazi chini ya mazingira haya ni hatari, lakini tunawajibika kwa maisha ya watu. Sisi ni mtandao wa usalama kwa raia. Hawa ni watu wetu na jamii yetu, na lazima tuwe tayari kuwasaidia. Mitaa ya Nabati haina watu kabisa na hakuna shughuli hapa. Kabla ya Alhamisi, mji huu ulikuwa nje ya eneo la Israel la kutoruhusiwa kuingia, lakini karibu kila mtu ameondoka. Eneo hili sasa linashambuliwa mfululizo kwa mabomu ya angani. Na katika hospitali ya Nabi Berri mjini humu, wafanyikazi waliochoka wanalala hapa hospitalini wakiwa tayari kupokea watu waliokufa, majeruhi na wale waliofiwa. Ni huzuni ya baba asiyeweza kufarijika. Mwili wa mwanawe ulikuwa umezikwa kwa siku kadhaa baada ya shambulizi la angani la Israel. Ana hasira na serikali, ana hasira na kila mtu. Wafanyikazi wanamsikitikia kimya, lakini hii ni hadithi iliyozoeleka. Ni mashambulizi makali na yenye nguvu sana kila usiku. Sijui niseme nini. Tumechoka sana.
Tunasubiri hapa nje ya hospitali na unaweza kusikia sauti ya ndege za kivita za Israel angani juu yetu. Wanangojea mashambulizi ya angani hapa, na bila shaka mashambulizi yanapotokea, magari ya wagonjwa huingia kwa kasi. Tulikuwa karibu kuondoka siku ikiisha, na mara kukatokea milipuko mingine miwili mikubwa. Shambulio moja limepiga kijiji hiki kilicho pembezoni mwa Nabatie, nasi tuko karibu kabisa na hospitali. Lingine liko upande ule kuelekea kusini kwangu. Sasa kulikuwa na onyo la jumla la kuhama lililotolewa na jeshi la Israel IDF kabla ya mashambulizi haya, lakini halikuwa na maelezo mahususi. Bila shaka tuko eneo la kaskazini mwa eneo la uhamishaji lililowekwa na Israel, lakini ukali na nguvu ya mashambulizi haya ya anga ya Israel ni kubwa kiasi kwamba maeneo mengi sasa hayana watu kabisa, na hatari ya kubaki hapa ni kubwa mno. Lakini si kila mtu ana uwezo au yuko tayari kuondoka. Timu yetu inampata Entisar Yassin katika nyumba yake katika ghorofa ya 4 akiwa ameganda kwa hofu kwenye kiti chake cha magurudumu. Anasita kuondoka kwenye nyumba yake iliyoharibiwa na bomu. Anatolewa kwa uangalifu kupitia vifusi na kupelekwa hospitalini kwenye usalama wa kiasi. Niliogopa sana shambulio lilipotokea. Nimekuwa nikiishi kwa hofu na taharuki, na moyo wangu unaendelea kudunda kwa kasi. Wengine waliobaki kwa hakika sasa watalazimika kuondoka huko operesheni ya Israel ikishika kasi. Madaktari na maafisa wa ulinzi wa kiraia hapa wanasisitiza kuwa wao watabaki. Na nchini Tanzania, ndege iliyobeba wanafunzi 7 raia wa Tanzania ambao walikuwa wanasoma nchini Iran kwa miaka kadhaa imewasili nchini humo mapema leo. Mipango ya kuwaondoa Iran ilipangwa na balozi wa Tanzania nchini Iran kama sehemu ya jitihada za serikali kuhakikisha usalama wa raia wake kufuatia ongezeko la mapigano yanayotishia usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Wanafunzi hao walipokewa na maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki pamoja na familia zao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mataifa mengine ya Afrika kama vile Nigeria pia yametangaza mipango ya kuondoa raia wao kwa hiari nchini Iran. Na nchini Tanzania, ndege iliyobeba wanafunzi 7 raia wa Tanzania ambao walikuwa wanasoma nchini Iran kwa miaka kadhaa imewasili nchini humo mapema leo. Mipango ya kuwaondoa Iran ilipangwa na balozi wa Tanzania nchini Iran kama sehemu ya jitihada za serikali kuhakikisha usalama wa raia wake kufuatia ongezeko la mapigano yanayotishia usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Wanafunzi hao walipokewa na maafisa kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki pamoja na familia zao katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Mataifa mengine ya Afrika kama vile Nigeria pia yametangaza mipango ya kuondoa raia wao kwa hiari nchini Iran.